Habari, karibu katika ukurasa wetu. Nitakuelezea jinsi ya kufanya application ya mtihani wa baraza, yani Farmers Council Examination, kwa muda wa dakika 10 tu. Kitu cha kwanza, hakikisha una vyeti ambavyo vimepigwa muhuri kutoka kwa mwanasheria anayetambulika na serikali. Vyeti hivyo ni kama cheti cha kumaliza chuo au transcript, lakini pia NIDA, lakini pia cheti cha kuzaliwa na cheti cha form 4. Hakikisha ukiwa na passport pia itapendeza zaidi. Baada ya hapo utaingia kwenye search engine yako yoyote kama ni Google au Chrome. Then utaandika PC examination application. Baada ya hapo utabonyeza go au okay. Baada ya kubonyeza utakutana na kitu kama hichi, imeandikwa Farmers Council application pre-registration and professional examination. Utakibonyeza hapo. Baada ya kubonyeza sasa itakuleta sehemu kama hii. Utashuka chini na kuchagua kama ni technician, assistance au dispenser. Kwa video yetu hii tutaenda kubonyeza technician. Then itakuletea ukurasa huu. Kama ni mara yako ya kwanza basi utaendelea na hicho kibox, lakini kama wewe unarudia mtihani basi utabonyeza namba 2 pale juu. Kwa kuwa sisi tunabonyeza kibox hicho na kuclick here to continue, tutakontinue na kuletea ukurasa huu. Sasa ukurasa huu ni kwa ajili ya taarifa zako. Hakikisha taarifa unazozijaza hapa ni sahihi. Majina ambayo utayaandika hapa kuanzia jina la kwanza, la pili na la tatu yanafanana na yale ambayo yapo kwenye vyeti vya shule, kwa maana kwamba cheti cha matokeo yako transcript au cheti cha. Lakini pia namba ya simu, hakikisha namba ya simu ni ile ambayo ipo active, yani inapatikana. Lakini pia email, hakikisha unaweka email ambayo ni official. Epuka kutumia email ambayo sio official. Mfano, unatumia labda King Zedon au Queen Girl au nini, yani zile ambazo sio official kwa ajili ya wasomi. Kwa baada ya hapo sasa utajaza district yako ni ipi, district kwa maana ya wilaya. Utaandika, lakini wadi ni kitongoji hii au kata. Kwa hiyo utaandika hapo. Kwenye physical location hapo ni mtaa ambao unapatikana sasa, ambapo upo wewe, unakaa maeneo gani, si ndio? Kama unakaa karibu na barabara maarufu utaandika, lakini kama mtaa wako unajulikana basi utaandika jina la mtaa wako, si ndio? Baada ya hapo sasa, kama umesomea nchini Tanzania utaandika hapo Tanzania, lakini kama umesomea nje ya nchi basi utachagua nchi ambayo umemaliza. Baada ya hapo utachagua chuo ambacho umesoma. Sasa kwenye kuchagua chuo hakikisha unachagua chuo sahihi. Mfano, kwa wale ambao wana vyuo ambavyo vina vyuo campus zaidi ya moja, kwa hakikisha unachagua campus sahihi kuepuka usumbufu. Chagua campus sahihi. Baada ya kuchagua campus sahihi au chuo chako ambacho unasoma, utaandika year of graduation, mwaka uliomaliza, kama ni 2025, 26, 27 na kuendelea. Lakini pia qualification hapo utaandika kama unaomba kwa ajili ya kuwa pharmaceutical technician au assistance au dispenser, utaandika hapo. Then tutaenda kwenye NACTE verification. Hapo sasa kwenye NACTE verification kuna form 4 index number. Form 4 index number kuna wale wana vyeti zaidi ya kimoja. Hapo utaandika namba ambayo ipo kwenye transcript 2. Kwenye transcript 2 ndo namba ambayo utaiandika hapo. Na namba hiyo hakikisha utaanza na S, then utafuata hiyo namba, lakini kwenye kutenganisha tumia dashi, usitumie mkwaju, tumia dashi. Naomba nikuelekeze hapa. Mfano, utaandika S, then utaweka hizo namba, alafu dash, alafu hiyo namba inayoendelea, lakini mwaka utaumalizia hapo chini. Then utabonyeza submit na kuendelea. Baada sasa ya kubonyeza submit, utakuwa umesave taarifa zako zote. Hapa taarifa zako zimetumwa Farmers Council. Hivyo hakikisha una refresh mtandao either kwa kuwasha na kuzima data au kurefresh kawaida. Farmers Council baada ya wewe kurefresh mtandao, basi Farmers Council watakutumia SMS. Kwa hiyo subiri ndani ya sekunde chache watakutumia SMS. Baada ya kutumiwa SMS hiyo sasa fungua uingie kwa ndani ya hiyo SMS, itazame. Itakuwa na muonekano kama huu
ambapo itakuwa na maneno ambayo yako kwa blue, kwa maanisha kwamba ni link. Utabonyeza maneno hayo ya blue na kuingia katika ukurasa huu. Sasa ukurasa huu utakuhitaji wewe kuweza kucreate password. Hapo kwenye kuenter password utaingiza password ambayo utaikumbuka. Kama hautaweza kuikumbuka, basi ni vyema ukaiandika pembeni, kwa kuwa huu ndio mfumo ambao utakuwa unautumia siku zote ukiwa unafanya mitihani hii au unarudia mitihani au kuangalia matokeo. Kwa kwenye kuenter password utaiandika hapo juu, lakini kwa chini yake utairudia password hiyo. Ninasisitiza, hakikisha password unayoiweka utaikumbuka. Angalia email yako hapo na password, kwa sababu ndivyo taarifa ambazo zitakusaidia kuingia. Baada ya hapo kuna kitufe hapo chini kimeandikwa submit. Kitufe hicho utakibonyeza sasa kwa ajili ya kucreate account. Baada ya kucreate account itakuletea ukurasa wa kulogin sasa. Kwa hiyo hapa inatakiwa ujaze ile email yako pamoja na password. Utajaza na kuingia kwenye ukurasa wako. Utakuwa umefanikiwa kucreate account. Then utakuletea dashboard kama hii ambayo ina my application, apply for registration status na application. Kwa hiyo sisi katika video hii, kwa kuwa ni mara ya kwanza, utabonyeza my application. Baada ya hapo utakutana na ukurasa huu ambao utakuwa na part 5. Sisi kwa kuwa part 1 tumeshajaza, part 2 ni education background yenyewe. Kama una cheti cha chuo utakiupload hapo, si ndio, kwenye part 2. Lakini kama hauna utaachana nayo hiyo part. Utaenda kwenye part 3, ambapo kwenye part 3 sasa utaupload dokumenti zako zote, kuanzia cheti cha kuzaliwa, cheti cha kama ni kitambulisho cha mpiga kura na kadhalika. Lakini namba 4 utafanya verification. Utaandika index namba yako, then kuna kitufe cha kufanya verification. Utabonyeza verify na then ikiwa successful utaambiwa utaendelea then na step ya 5 ambayo ni part 5. Hapa ni declaration. Utadeclare kwa kuweka tiki hapo kwenye kiboksi, kuandika tarehe na kuweza kubonyeza hiyo alama ya kuconfirm, kusave na kuconfirm. Lakini zingatia kwamba taarifa zote ambazo umeweka ni sahihi. Baada ya kusave na kuconfirm, hongera, hapo utakuwa umemaliza kufanya registration. Ndugu mtazamaji wa channel yetu, usisahau kusubscribe ili kuweza kupata taarifa zinazoendelea kutoka katika baraza. Ya pili, hii ni step ya pili. Sasa tutaenda kufanya application. Yenyewe itakuwa na part 4. Part ya kwanza hii ni attached document, ambapo utaweka dokumenti yako ya chuo, either transcript au cheti cha chuo, cheti cha kuhitimu, then utakiupload na kusubmit. Baada sasa ya kusubmit utaenda kwenye part 2, ambapo part 2 kwenye namba 1 hapo utaselect pharmacy. Mfano kama ni technician utaweka, lakini mwaka ambao umefanya application ni Januari, then mwaka ni 2026, inategemeana. Lakini examination card, kwa hiyo center hiyo, kwenye examination center utachagua eneo ambayo utataka kufanyia mtihani. Zingatia eneo ambalo lipo karibu na wewe. Kama ni Arusha, Dar es Salaam, Dodoma, Mbeya, Mwanza, utachagua wewe mwenyewe kutokana na umbali. Then namba 5 utaweka kama ni first time utaandika. Baada ya hapo utachagua chuo chako au campus na kubonyeza kitufe kilichoandikwa submit. Baada ya hapo sasa utaletewa idadi ya masomo ambayo wewe sasa unahitaji kuyafanya. Kwa kuwa ni mara ya kwanza, viboksi hivyo vitapigwa tiki, viboksi vyote, then utabonyeza submit. Baada ya kubonyeza submit, hapa sasa utakuwa umefanikiwa kufanya application. Kinachobaki ni kazi ya Farmers Council kupitia dokumenti zako na kufanya verification, kuweza kuziverify. Kwa hiyo ili kuhakikisha kama umefanikiwa, utaenda kwenye examination application approve, utabonyeza batani hiyo, kitufe hicho. Baada ya kukibonyeza utaletewa dashboard ambayo itakuonesha status. Mfano kupitia application yetu inatuonesha ina wait for approve sasa kutoka Farmers Council, ambapo baada ya kuapprove sasa watakutumia control number na wewe utaweza kufanya malipo ya mtihani. Hongera sana. Usisahau kusubscribe kwenye channel yetu. Imezaminiwa na Farm Expert Group. Asanteni sana. Lakini pia hakikisha una share na mwenzako.
Asante sana.